Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welcome to Mahdi TV Bazaar, where we don't just showcase your products, but we also get to tell the story of your brand. Juu tunajua kila business iko na story yake. Wewe, story yako ni gani? Kama vile tulikuwa tumewapromise, we are coming to the ground, we are coming to your shop for you to tell us why your biashara. Na leo, can you guess mahali tuko? Tuko Lakisama, and we are visiting the famous Rasuna's Catering Services. She'll be telling us more about her journey. Alianza aje? What exactly does she deal in? Now let's get to meet the brain behind Rasuna's. Mariam, karibu sana. Asante. You're doing good work huku nje. Thank you. Tell us why Rasuna's? Nilifikiria tu Rasuna's, I combined the names of my kids. That is Rashid, Sukaina, Najma. Yeah. How? Haraka tu. Haraka tu. Haraka tu. Okay. Yeah. Now tell us the story behind Rasuna's. Uliamka tu ukamwa you starting Rasuna's, ama does it have a story behind it? Nilianza na house calls. Nilikuwa mtu akitaka kupikiwa chakula, naenda nampikia kwa nyumba. Wow. When was that? Hiyo ilikuwa mwaka gani? That was after the year after Corona, 2021. And then 2022, that's when I opened a hotel. Aha, yeah. 2022. Yeah, 2022. Wow. But before that, nilikuwa napikia kwa nyumba. Na piga picha chakula, I post. Na jimarket online, naambia watu I do house calls, catering. That. Wow. So nakuta mtu ananipigia simu, naenda nampikia kwa nyumba. Tell us about hiyo siku ya kwanza yenye uliamua sasa you are not doing house calls anymore. Unataka kufungua hoteli. How was it like? Alhamdulillah, nashukuru nilipata customers. Hiyo siku ya kwanza? Yeah, wangapi? From day one I got customers. I got like 5 to 10 customers. Yeah, and we were two. I was me na mtu wangu wa mkono. So yeye alikuwa ananisaidia kutafuta orders nje. Yeah. Wow. So kukaa chini, customers were sitting, hawakuwa wengi vile juu hata hatukuwa na viti. In fact we started with nothing. So wait, watu walikuwa nakalia stool ama? Walikuwa wanakalia crate za soda, and then meza ilikuwa you see drum ya 20 liters. Hiyo ndio ilikuwa meza. Wow, humble beginnings. I didn't even have plates by the way. Nilikuwa natumia disposable plates. Talk of humble beginnings. Yeah. I started in a single room. It had nothing, absolutely nothing. Still in Lakisama? Yeah, Lakisama. Wow. Sasa ndo Cyber. Yeah. Wow. And then I came here. I started with 1 bedroom. This is a 2-bedroom house. I started with 1 bedroom. And then last year, mwisho wa mwaka ndio sasa tuliexpand hapa. Yeah. Wow, great moves. Strong women out there. So kuna mtu akiona uko nje Rasuna's imeanza kwa create mpaka saizi imefika mahali mko. Anizani it's an easy journey. Yeah. But definitely kuna zile challenges ambazo umezipitia. Ni challenges kama gani? Wakati mwingine umekosa hadi rent. Lakini nashukuru my landlord ni mtu anaelewa. So unamueleza, unamwambia lakini ikifika this date nitakuwa nimelipa. Na mimi pia natia bidii. Ikifikia that date disappoint. Yeah. Now I noticed like you're in Lakisama na Waislamu sidhani kama ni wengi kiasi hivyo. Has this maybe, can you say hii imekuwa changamoto kwa biashara yako? Sio vile, sababu pia tunafanya both online. So tunachanganya. Yeah. Yeah. Kama mtu akuja aseme, oh, you guys mnaanza pork. Just tell them no, sorry, we don't do it. Yeah. Kulingana na zile values ambazo? Yeah, kulingana na values zetu, we are not allowed to sell pork. But hawezi sema wewe kukua in an environment yenye watu wengi sio Waislamu haija affect vile una biashara yako imekuwa? Haija affect sana. Yeah, not that much. Because customers pia wanajaribu kuelewa, unajua sasa wakiona hijab wanajua hijab, they respect the hijab. Yeah, unakuta hata mtu anakuja na chupa ya pombe, nataka kuingia nayo ndani.
akunywe Akikula. akikula, but tunamwambia samahani, acha hapo kwa mlango alafu Ingia. nashukuru wanaelewa. Okay, great. Now, you being a Muslim woman who's running a business, yeah, are there some of challenges ambazo umepatana nazo you being a Muslim woman? Kwanza una zile shughuli zako za nyumbani lazima utimize. You mentioned to us rasuna zinatokana na majina ya watoto wako. You being a mother, challenges gani ambazo umepitia mpaka kufikia mahali huko? Sometimes hata tuonanangi na watoto, unakuta unaonana na watoto then kama leo hatujaonana na wao, unaonana na wao kesho kutwa. Ukirudi kwa nyumba washalala. But from the beginning of this year wamekuwa kutoka shule wanakuja hapa, wanamaliza kila kitu, they just go home. Umetuambia kuhusu some of the challenges wewe kuwa a family person, a mother, a wife, and at the same time kwa mwanabiashara. Now, kwa hii journey yote, what has been your hardest moment and unaweza sema ina ilikuwa mtihani? Wakati mwingine not seeing my kids for like 2 days. Kwa saa ingine tunafunga kazi late. We work till 12 usiku. Yeah, so that time ukienda kwa nyumba watoto washalala. Yeah, now as a mother una feel sijaona watoto, sijaongea nao nijua wameshinda aje shule, what challenges wamepitia shule, kama wamefanya homework, kitu kama hizo. So I just make sure katikati ya wiki ama mwisho wa wiki I filled that gap kwenye niliacha hapo nyuma. I've done something to fill that gap. Kwa wale kina mama ambao pia ni wanabiashara, yeah, na they're also probably working late kama wewe. So ni tips gani unaweza kuwapatia yenye imekusaidia ku create balance kati ya wewe kuwa mwanabiashara na pia kuwa mama pale nyumbani? Okay, mimi personally I like my business. So hata ukiniambia atienda nyumbani, I can't. This is your first child? No. This is my 4th child. Like this biashara is your first child? Yeah, this is my first child yenye nimefikisha mpaka hapa. Yeah, I started with the duka ya chakula. From where I got the crates za soda zenye walikuwa wanakalia nikianza hoteli. Haikufaulu. Yeah, but that time nilikuwa na multitask. Nilikuwa kazi ya kuemployiwa na pia hiyo duka. I think that's why haikufaulu. But mimi hata uniambie tuende nikalala nikapumzike, akili inagonga biashara yangu. So it's hard. Tell us maybe one of the difficult moments ushawahi pata kwa biashara. Sikuwa na soda kwa fridge. It was zero. Haikuwa na anything. I don't have money. Niko na my workers wanataka kulipwa, rent nimemaliza kulipa, loan nataka kulipwa, I don't have anything. Sasa ingine unaongea hata na supplier wako, unamwambia kwa leo sina pesa, nipatie stock, ukiuza nitalipa. Now, who's your support system? Nani anakupatia motisha ku keep moving on? First of all, my husband. Second, my children and my workers. Over my workers, wacha tu. Unawatolea kofia? Wacha tu. Kama si most of them, I think ningekuwa nishafunga. Because wakati mwingine unajua unaingia hauuzi. Mchana yote unashinda hauma, unakaa unauzia watu 5. Hata wao wanaelewa vile watu wanaelewa biashara iko mziko. Is there a moment ushawahi sema I'm tired and I want to quit right now? Of course. Many times. Yeah. But sasa ninajiuliza, if I quit now, what next? Naenda wapi? Si bora tu nikae hapa pia napata hiyo kidogo, ama niko guaranteed mwisho wa siku ama mwisho wa mwezi, mwisho wa wiki nitapata kitu. Hata kama ni kidogo. Yeah. Now, we have a menu here. By the way, iko na vitu mob. Unaona kuna chapati, kuna drinks, kuna full course meals. Which is your favorite kati ya hizi zote? Like ningeingia hapa hivi, which one would you have recommended biryani. For us? Biryani. Beef biryani, chicken biryani. Yeah. This is your most meal. Yeah. Hii ndio yenye kila customer kikuja, ndio tunamwambia jaribu biryani. Jaribu biryani. Yeah. We are going to do a quick fire. So hapa hivi I'll be asking you about your favorite iftar snack until we get the winner. Okay. Sawa. Which is your favorite iftar snack?
Samosa versus mahamri. Samosa. Samosa versus bajia. Bajia. Bajia versus kebab. Bajia. Bajia. Bajia versus shawarma. Shawarma. Shawarma versus mitai. Mitai. Wow. So you'll do samosa, mitai, shawarma, and bajia. Yeah. Wow, mashallah, you have a lot of interests. So that was our quick fire. Now on to the last question. Any Ramadan specials? Yes, for meals we have pilau, biryani. For snacks we have samosa, bajia, viazi karai, kebabs, meat pies. Yeah. Variety. Mtu mwenye ajiamulia tutumie menu yake. We can deliver. Now how do I make that order? You call us via 0798 28 5216. Yeah. So do you have deliveries? And maybe now for this Ramadan specials, is there a package like nataka bajia, mitai, kaimati, mahamri zote in one package? Yeah, tuko na hizo packages pia. Good. Thank you so much, Mariam. It was really interesting hearing your story. Kuanzia kwa create your soda mpaka mashallah to an expanded place. I hope viewers wataweza kuona like how far you've really grown, and you know, like just now one word as we wind up. What will you tell that woman who's out there and they don't know how to start? A word of encouragement to them. They should start with whatever they have. Yeah, because me started with that. Stock nilianza I think na unga moja ya chapati. Nilikuwa napika nauza, nanunua napika nauza. Yeah, start with whatever you have. Yeah. So tusimake excuses. Usimake excuse that nataka 100k, nataka 500k ndio nianze biashara. Anza kufanya uko nayo, anza penye uko hata kwa nyumba. Yeah. Thank you so much, Maria. Bora tu mzingatie usafi. Usafi. Number 1 kwa chakula, mzingatie usafi. Yeah. Na usafi na consistency. Yeah. Kwa sasa huwezi fungua leo, kesho ufungui. Customers wako pia watachoka. Great. Thank you so much, Maria. Your story was very, very interesting and encouraging. I hope our dear viewers, mkiwa pale nyumbani, you are motivated and you're ready to start your biashara. At Mahdi TV Bazaar, we get to tell the story of your brand. Hatuuzi tu products peke yake. We want you to interact with your potential buyers. Tuambie, ulianza aje? Challenges ulikutana nazo ni aje? If you want us to feature this story on Mahdi TV Bazaar, contact us today and we will love to share this story to encourage other business people just like you. To our customers, welcome to Rasunas. We are located in Lakisama, opposite Mwalimu Plaza. We also do outside catering, food deliveries, just within Nairobi. Thank you. And that is what Mahdi TV Bazaar is all about. Purpose, passion, and helping powerful brands kama kina Rasunas Catering na yako pia to grow. Every brand has a story. What's yours?